Assalamu alaikum wanahabari wenzangu wa Tanzania ambao wanasikiliza kupitia Azam TV pamoja na wale wanaoangalia vile vile kupitia mitandao yetu ya Simba na wote ambao hivi sasa wako mubashara. Kwa niaba yenu wanahabari, tumekuja hapa kuzungumzia mchezo wetu wa marejeano tarehe 22 Jumamosi pale Benjamin Mkapa Stadium, tukijua tumetoka kufungwa kwa margin kubwa kwenye mechi ya kwanza pale Soka City Stadium Johannesburg, tukijua tuna mzigo mkubwa wa kupindua matokeo, tukijua katika mchezo ule tuliwa disappoint washabiki wetu, huku tukijua Afrika nzima ilikuwa inasubiri tu ushindi ama sare ama ikibidi kupoteza kwa Simba iwe kwa margin ndogo. Lakini baada ya dakika 90 zile chungu, tulipoteza kwa tofauti ya goli 4-0, kitu ambacho simjui mcheza kamari wala mwenye kampuni ya kamari wala mtabiri wala mganga alobashiri aliyotokea tarehe 15 FNB Stadium. Kiukweli lituumiza, lakini that's the football. Always na neno langu nadhani sasa hivi wengi mnalitumia, huu ndio mchezo katili zaidi duniani. Wengi nadhani mchezo katili ni kung fu, judo, karate, boxing. Hapana, ile ni mchezo wa kupigana. Huu ni mchezo ambao sio wa kupigana, sheria zake haziruhusu kupigana, lakini unakuwa na matokeo wakati mwingine ya kikatili mno, kama ambavyo ilitokea tarehe 15 Johannesburg. Lakini Simba ni club kubwa, ishapitia changamoto nyingi. Miaka ya uhai wetu imetufanya tupite katika vipindi tofauti na kupata matokeo tofauti, wakati mwingine ya kushangaza sana kama lilotokea juzi. Miaka 3 nyuma, wakati tunaanza kucheza Confederation, niliandika kwenye mitandao yangu na nikasema kwenye baadhi ya radio, kuna rekodi tuliweka Simba haizungumzwi kokote pale. Mi bahati nzuri naishi sana katika rekodi, ingawa si mara zote huwa zinaaminika, lakini napenda kusafiria rekodi. Mwishoni mwa miaka ya 70, Athmani Mambo Sasa, Daudi Salum, Mohamed Kajole, Mohamed Bakato na wenzi wao kina marehemu Abdallah Mwenye Mkuu, George Kulagwa Best, Fweni Ali na wengine walifanya lile ambalo halijawahi kufanyika duniani. Naona sasa hivi mitandao ya CAF na baadhi yenu mmekuwa mnaandika kwamba halijafanyika Afrika, duniani. Nilisema vile miaka 3 nyuma na nilirudia leo, kwamba unapoteza goli 4-0 nyumbani kwako, unakwenda kushinda away goli 5-0. Halijawahi kufanyika, narudia, sio Afrika, duniani. Na wakati ule nawakumbuka niliwaambia wanahabari, naweka quiz, naweka challenge, atakayeambia kama kuna klabu ishafanya kwenye Continental Champions, iwe South America, iwe North America, iwe Asia, iwe Europe, anambie kwamba kuna klabu ishawahi kufanya hivyo. Unafungwa kwako nyumbani 4, unaenda kushinda 5.
Nikamwambia hii inatakiwa iwekwe katika kitabu kile cha rekodi, mnakiita nini? Guinness Book. Lakini bahati mbaya mpaka leo haijawekwa, lakini najua itawekwa, na kwa kile tutakachokifanya Jumamosi, basi inshallah kitawekwa katika rekodi ya dunia. Wale katika nchi nyingine wangejengewa japo visanamu vidogo vidogo vikawa vinakaa pale nje ya uwanja. Ni rekodi kubwa, tena sio ujengewe hapa pale, mechi hiyo ichezwe Independence Stadium, tena mbele ya rais wao wa nchi wakati ule, mzee wetu Kenneth Kaunda, na walisafiri hapa kwa treni ya Tazara. Kati hiyo treni ya Tazara ndio mpya kabisa, nadhani na mwaka mmoja au miaka miwili mpya. Treni ya Tazara ilivyokuwa na upya wake ilikuwa kama unapanda Emirates hivi. Mimi nimeipanda miaka mingi kidogo, tunasoma Mbeya, ilikuwa kama unapanda Emirates. Standard ya first class yake ilikuwa ni balaa. Sasa tulikwenda kule kwa treni mpaka Pirimposhi, kapanda basi mpaka Lusaka, tukenda kumpa mtu 5. Serikali ikawachukulia ndege wakati wa kurudi. Tulipoa kocha wa muda marehemu Joe Bendera, alikuwa naibu waziri wa michezo na mkoa wa Morogoro, ndio alikuwa kocha wetu. Kwa hiyo hii rekodi hii nimeisema vizuri na kwa utaratibu, ili nyinyi wanahabari na Watanzania muone katika mpira lolote linawezekana. Yaani linawezekana kabisa. Kikubwa hapa ni mioyo ya wachezaji wetu kubeba hicho kitu. Inawezekana, sio siri. Juzi hatukucheza vizuri, niliandika na naendelea kusema, na yani naisema tu wala sina haya. Sio Simba ambayo watu wameizoea. Tulikuwa down mentally and physically, mpaka unajua tumerogwa. Kwa hiyo uchawi upo kwenye mpira. Imekuwaje Simba hii? Kufungwa inawezekana, lakini unajua unaweza ukafungwa goli 4 bila, lakini ukaona kuna kitu, yani imetokea unafungwa unacheza. Lakini hata watu wengi wanasifu Simba na possess zaidi kuliko Kaizer Chiefs. Yes, statistics zimesema hivyo, lakini kama una possess utengenezi nafasi, ina maana gani? Sisi tunazoea kupossess lakini na kucreate chances hatakuwa hivyo. Chochote kinawezekana Jumamosi kama mioyo ya wachezaji wetu itakuwa uwanjani 100%. Nye semeni huko, naona simu nyingi kila wakati tumwa message washabiki wa Simba wanapush, fanyeni hiki, fanyeni hiki, yote tutafanya. Lakini kama wachezaji wetu hawatajitoa wakijitoa kwa 90% tu tupate goli 5. Wanatakiwa 110%. Narudia, ili tushinde Jumamosi, pamoja na kufanya kila jambo, tuahidi hata $1 billion, tuahidi chochote kile, tufanye kila aina ya jambo. Kama wachezaji wetu hawatajitoa chini ya 100%, hatuwezi kushinda hii mechi. Tunaweza tukashinda 2-1, tuhitaji 2-1. Tunaweza tukashinda 3-0, tuhitaji 3-0. Tunaweza tukashinda 2-0, tunahitaji 5-0. Margin yake iko tofauti ya goli 5 bila kuangalia aggregate, yani siwe 5-1. Ikiwa iwe labda 5-0 ama 6-1 ama 6-0 na kuendelea. Wanaweza wakiamua, wanaweza, no doubt. Mimi nitakuwa mtu wa mwisho kukubali kwamba tumetolewa katika competition hii, kwa sababu katika kitu tunachokiamini sasa hivi, yani ukiniambia vitaje vitu vitatu tunavyoviamini sana sasa hivi vilivyopo duniani, Simba Sports Club, kwa maana wachezaji wa Simba lazima watoke katika best top 3 yangu, kwamba uwezo huo wanao, lakini lazima waamue. Hawezi kuwa na uwezo afa mjaamua. Wakapigane kwa jasho jingi na damu, wawasikilize walimu wao, maelekezo yao. I'm sure tunakwenda semi-final. Si kwamba tunawadharau Kaizer, si kwamba Kaizer ni timu ya kawaida, ni timu nzuri, lakini hawawezi kuwa bora kuliko Simba ile tunaijua sisi.
dakika 90 zile tukitumia jasho jingi, concentration ikawa 100%, no mistakes, I'm sure tunakwenda semi final. Nitazunguka kwenye media kupromote mechi na kuwaomba washabiki waje, na nina hakika watakuja, na nina hakika watashangilia, na tunaanzia leo kwenda mazoezini pale kuwapa nguvu wachezaji wetu, kuwapa spirit wachezaji wetu. Na hata nyinyi mna session waandishi ya dakika 15 kuzungumza na coaches kule kwenye Bunju. Yote ni katika ku encourage wachezaji wetu waone hii jamii ya Tanzania hii na wategemea wao. Na look, tunakwenda kutengeneza records kubwa. Kushinda hii peke yake 5-0 kwenye stage hii pia ni rekodi nyingine. Wataandikwa kwa wino wa dhahabu. Leo ni zaidi ya miaka 42 tunawasimulia hapa kina Mohamed Kajole Machela na kina Abdallah Mwinyi Mkuu na kina George Kulagwa na kina Athman Mambosasa. 42 years nimekaa hapa kwenye press na wataja mashujaa walichokifanya kule Independence Stadium Zambia. Why baada ya miaka 40 hawa kina Chama kina Boko kisiwe kizazi hiki msemaji mwingine wa Simba akawa sehemu kama hii anawahadithi kwa watakachokifanya Jumamosi? Maisha ya mpira, maisha ya mcheza mpira, maisha ya binadamu ni historia, legacy ulioacha. Mchezaji hukumbuku kwa kuwafunga sijui hizi timu za kawaida za ligi nisizitaje kwa majina, goli 2 goli 3, unakumbukwa katika mechi kubwa kama hizi. Yani aishi lazima ataandikwa historia yake kama atamaliza pale kwa clean sheet alafu watu wamefunga goli 5 kule au zaidi. They can if they want. Kama wataki, kama wapambane, hatuwezi. Tutaishia 3-1 baada tutaishia, tunajitahidi sana. Hatutaki kujitahidi, tunataka kufuzu. Watanzania wana Simba wanataka kufuzu. Hawataki kunenwa kujitahidi lisiwe. Tusiliandae ile neno. Mechi imeisha 2-2, umejitahidi kwa, hatutaki kujitahidi. Simba sio timu ya kujitahidi. Simba ni timu ya kwenda kufuzu. Lazima tufikie target. Support ya washabiki ni kubwa sana mitandaoni. Ukisoma mitandao ya kijamii, kila mwana Simba ana hope kwa sababu wanaiamini timu yao. Wanajua performance yao. Tuliofunga Platinums 4-0. Kwa nini tushindwe kuwafunga Kaizer Chiefs? Tuliofunga Vita 4. Kwa nini tushindwe kuwafunga Kaizer Chiefs? Utopolo pamoja na kushangilia kwa tushapiga 4 hapa. Kwa nini tushindwe kuwafunga Kaizer Chiefs? Ameshangilia kweli rafiki zangu. Ya kuhangaika na yao unashangilia na wewe mwenzio anasoma university, wewe unahangaika darasa 7 hujafaulu mtihani unalalamika kweli. Unashangilia akili za kindezi hizi. Sijawahi kuona duniani. Kwamba unafurahia alofeli darasa 7, alofeli university, wewe form 4 umepata 0. Tena mpaka Kiswahili umepata 0. Sheikh, hawa watu wetu ndio tozo wetu, ndio mashakili tulionayo nchi yetu. Sasa mimi niwaombe washabiki wetu kupitia nyinyi